Bwana, nimepata taarifa moja ambayo ni nzuri sana kwa mashabiki wa Simba. Bwana, tajiri wa klabu ya Simba au mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba, Mohamed Dewji maarufu kama Mo, bwana, yeye mwenyewe anamtaka Faisal Salum na amesema yuko nje ya nchi, lakini amewaambia kwamba anarudi kesho kutwa, na akirudi anataka kukutana na management ya Faisal Salum, then wazungumze, wamuulize kwamba kijana anataka kitu gani na kile ambacho Faisal anakihitaji atafanyiwa ama atapatiwa, ili kuhakikisha kwamba anamwaga wino wa kuitumikia klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu, ili msimu unaokuja awe sehemu ya kikosi cha Simba kwa msimu unaokuja. Miongoni mwa vitu ambavyo vimepelekea Mo Dewji kupambana kuhitaji saini ya Faisal Salum ni kutokana na changamoto ambazo zinaonekana kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Jean Chaza huwa anafanya vizuri sana, lakini anaonekana kama hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumsaidia. Hakuna mchezaji ambaye ana quality kama ya kwake ambaye anaweza kumsaidia, kitu ambacho kinapelekea wakati mwingine Simba wanashindwa kufunga, kutengeneza nafasi nyingi zaidi, au Jean Chaza akiwa yupo kwenye ubora, basi timu inashindwa kuwa na balance nzuri. Kwa hiyo anachokifanya ni kumtafuta Faisal Salum awe sehemu ya kikosi ili aweze kusaidia pale ambapo Jean Chaza huwa atakuwa anakosekana, basi yeye ana uwezo wa kuingia na kufanya kazi nzuri kwa ajili ya klabu ya Simba. Lakini pia pale ambapo itatokea kuna game ambazo zinahitaji kucheza na viungo washambuliaji wawili, ana uwezo wa kuwatumia wote wawili na wakapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Target ya Simba ni kutawala soka la Tanzania. Na huwezi kutawala soka la Tanzania kama una wachezaji wazuri. Na ndio kitu ambacho anafanya Mo Dewji, kwamba sasa hivi atafute kwanza wachezaji wazuri au apate, halafu ndo aanze sasa kutengeneza mipango mingine ya namna gani ambavyo anaweza kuapproach msimu unaokuja kwa kutafuta tena backup ya wachezaji wengine wa kigeni ambao watakuwa na uwezo wa kuisaidia klabu ya Simba iweze kufikia yale malengo ambayo wana target. Kwa sababu possibility mpaka sasa hivi kwa mujibu wa taarifa ni kwamba moja ya vitu ambavyo wamevifanyia uchunguzi mpaka sasa ni kwamba wanahisi kwamba msimu huu wanaweza kumaliza bila kuchukua taji lolote. Lakini moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kupelekea wasibebe taji lolote sio kwamba wana timu mbaya, ila wanakosa wachezaji bora kwenye maeneo fulani. Kwa mfano kwenye eneo la ushambuliaji wanakosa mshambuliaji mzuri, lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji wanakosa kiungo mshambuliaji mzuri. Kwa mfano mchezo uliopita dhidi ya Stellenbosch pale Zanzibar, Faisal alipata majeraha Jean Chaza, lakini ilibidi aendelee na mchezo kwa sababu hakuna backup nzuri ambaye anaweza kuja kufanya kazi nzuri. Lakini kama anakosekana Jean Chaza, manake hakuna tena mbadala wake. Kwa hiyo ikitokea sasa kwa mfano anapata majeraha na mechi labda 5-6 ngumu mbele, manake hamwezi kupata matokeo mazuri. Lakini mkimpata mtu kama Faisal, manake itawasaidia kupunguza hizo gaps na kuwasaidia kupata matokeo ambayo ni mazuri, hata kama Faisal Jean Chaza huwa atakuwa anakosekana. Na apart from that, eneo lingine ni kwenye eneo la kushambulia. Ni eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana kwa upande wa klabu ya Simba. Nafasi nyingi wanakosa, timu inakuwa haina utulivu kwenye eneo la mbele. Anachokifanya ni kujaribu kutengeneza mazingira ya namna gani ambavyo anaweza kupata pia mshambuliaji mwingine, kwa sababu ni moja ya maeneo ambayo ameanalyze kwamba mwaka huu yanaweza kuwa yamechangia kuwakwamisha Simba, yani yamechangia kuifanya Simba ishindwe kuwa dominant kwenye ligi. Kwa hiyo wanachokifanya ni kutafuta tena mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa na ubora wa hali ya juu sana. Na miongoni mwa washambuliaji ambao wanatajwa ni washambuliaji wakubwa, by the way. Wakubwa nilishakwambia, kuna mshambuliaji mmoja kutoka Ivory Coast nilishakutajia hapa. Kuna mshambuliaji mwingine kutoka Nigeria nilishakutajia hapa. Lakini bado ni tetesi tu, hatujajua watamchukua nani mmoja wapo, lakini kuna washambuliaji wengi ambao wanataka kuanza kufanya nao mazungumzo ili msimu ukimalizika tu wawachukue waje waongeze nguvu kwenye timu ili timu iweze kufanya vizuri zaidi. Hayo ni machache tu ambayo nimekuongezea hapo, kwamba kuna baadhi pia maeneo ambayo tayari wanaona kama yanahitaji maboresho. Apart from that ni kwamba upinzani ambao watakutana nao kwa Faisal ni kuhusiana na Young Africans. Yanga wamemwahidi Faisal vitu vingi sana. Kumjengea nyumba sehemu yoyote ambayo anataka, ama kumnunulia nyumba sehemu ambayo anataka, lakini pia kumlipa mshahara mkubwa. Kwenye swala la salaries, hata Simba wanaweza kumlipa salaries kubwa, yani wanaweza pia nao kumlipa mshahara mkubwa. Kwa hiyo issue sio Yanga tu peke yao, hata Simba pia anaweza kumlipa mshahara mkubwa. Issue ni yeye mapenzi yake yako wapi. Lakini pia issue nyingine ni kwamba ipo timu kama Kaizer Chiefs ya South Africa pia ambayo chini ya Nasruddin Nabi na Cedric Kazi, hawa pia wameonyesha nia au wameonyesha matamanio ya kumtaka Faisal Salum. Kwa hiyo ni issue nyingine ambayo inamuumiza Mo Dewji kichwa. Kwa hiyo hiyo ndio maeneo mawili ambayo Yanga na Simba wanaweza kwenda kukutana na upinzani mkubwa sana kwa maana zote mbili, Yanga yenyewe lakini pia na Kaizer Chiefs kutoka pale South Africa ambao pia ilikuwa inamhitaji
tangu kipindi akiwa na Yanga. Yaani tangu Kweza hajafundishwa na Nabi walikuwa wanamtaka Faisal. Na sasa hivi yuko chini ya Nabi pia wanamtaka Faisal. Kwa sababu uwezekano wa Faisal kurudi Yanga ni mgumu kutokana na namna ambavyo aliondoka Yanga. Yaani wakati anaondoka Yanga hakuwa na mahusiano mazuri na Young Africans. Na ni kitu ambacho bado watu wengi wanaamini kwamba hakiwezi kuja kutokea, kwa sababu hata watu wake wa karibu wanasema yes, yeye na engineer wanawasiliana, lakini bado hawana ile mahusiano ya ukaribu kama ilivyokuwa zamani. So hiyo pia inaweza kuwa ni kikwazo kingine kwa Young Africans kumpata Faisal Salum, kwamba amempa ahadi nyingi, lakini bado inawezekana hilo deal la uhamisho wake lisiweze kukamilika kutokana na changamoto ambazo zilitokea. Na hapo ndipo ambapo advantage kwa Simba ipo, kwamba hiyo inaweza kuwa ni changamoto kwa ni faida kwao, kwamba inaweza kuwasaidia kumpata Faisal Salum kirahisi. Lakini Mo Dewji mwenyewe ndio ambaye ametoka fronti, anataka kuzungumza na Faisal na management ya Faisal Salum, wakubaliane kila kitu, alafu mtoto akipiga Msimbazi msimu unaokuja. Najua kwa mashabiki wa Simba mtakuwa mnaenjoy, mtakuwa mnafurahia. Kwa tusubiri Mo Dewji atoke huko nje ya nchi aje, halafu tuone watazungumza nini, watakubaliana nini, na kile ambacho watakubaliana ndicho ambacho kitatekelezwa, na mtoto Faisal Salum maarufu kama Fei Toto ataenda kumwaga mawino pale Simba Sports Club kama watafikia makubaliano.